Hallelujah. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Waimbaji mbaki hapa. Singers stay here. Kwa hiyo tunataka kuingia katika kipindi cha kumshukuru Mungu. We're going to get into a moment to testify, to thank God. Jaribu ukafikirie makuu ambayo Mungu amekutendea mwaka mzima. Try to think about what God has done for you this year. Amekulinda. He protected you. Amelinda familia yako. Protected your family. Amelinda wazazi wako Afrika. Protected your family. Amelinda ndugu zako. Protected your friends. Amekulinda kazini. Protected you at work. Hayo yote ni mengi ambayo Mungu anayatenda. All this is the things that God Nimombe Dari Zika tulete kitunga hapa mbele. A deacon can bring us a basket. Maana tunataka kwenda kumshukuru Mungu kwa yale makuu ambayo Mungu ameyatenda. For all that God has done. Envelope ziko pale. Envelope ziko pale. Utachukua. Alafu utaangalia ni kitu gani utatoa mbele za Mungu kama shukurani ambayo Mungu amekutendea. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo acha nikamkaribishe mchungaji. And I welcome the pastor. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sina mengi ya kusema, bali ni shukurani kwa Mungu alionitendea mwaka huu uliopita. I don't have much to say, but it's the testimony for God has done for me. Mungu amenivunjia mlima ulikuwa mrefu sana mbele yangu. God has destroyed a mountain that was bigger in front of me. Hiyo nasikia ninamshukuru Mungu sana. I thank God for Tena that. ninamshukuru Mungu jinsi ametulinda na familia. I thank God because of na akatuwezesha ndani ya kazi zake. and enable us in his work. Hii ni sadaka ya shukurani, namtolea Mungu $300 kwa ajili ya shukurani hizi. This is a testimony of thanking God. Mwaka huu naamini mahitaji yangu ya mwaka huu ujao Bwana atanitendea mema. Mbarikiwe sana. God be blessed. Kwa hiyo kama utakuwa na muda wa kutaka kuzungumza kitu, tunakukaribisha kwa dakika moja. Unasema mambo makuu ambayo Mungu amekutendea. Wala kama utakuwa na ile aibu, chukua envelope ukatoe. Alafu baadaye tutakapotoa sote tutamkaribisha mchungaji kwa ajili ya maombi ya kutuombea sasa kwa mwaka huu ambao tumeuanza. We're going to welcome the pastor to pray for us for this year that we get started. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the Lord. Kama kuna mwingine atwendi haraka, karibu. Kama kuna mwingine ambaye ana jambo la kuzungumza kumshukuru Mungu, karibu. Amen. Good evening, everyone. It's a fun day today. Yes. I am very grateful to be given this moment to thank God. This year, I graduated from college. I got my bachelor's. There were so many times where I wanted to quit. There were so many times where I just wanted to say, I'm tired. But God helped me out. I kept pushing through. And now I got my bachelor's. I got a good job. I'm healthy. I got a loving family. I got my beautiful sisters over here. So, I did not say S4. But I guess I can be grateful for him too. Because there was moments too where I would call him. He would help me to, to keep myself in check. But I don't want to say too much because I don't have so much time. Just to show how grateful I am, I would like to give more. But what I have currently is 500. I would like to give 500. And just a reminder to all the pastors, please pray for the people of the church, especially the students. Because they grow through a lot. At school, they don't say much, but
there's times where things get hard. So whenever you pray for everybody, remember the students. Praise the Lord. Nataka nishukuru Mungu kwa nyimbo. Sina sauti nzuri, but I will try. I want to thank God with the song. I don't have a good voice, but I'm going to try. Ilikwepo safari ndefu sana yenye milima na michongoma, haikuwa rahisi kufika hapa leo. Palikuwepo wengi lakini si wote walioneemika. Neema ni upendeleo, kusailishwa kisichosahili. Kwani na wazidi nini walotangulia, na nina nini kwani? Kuzidi walifua nao, neema na upendo walibarikiwa, lakini hawakuneemika. Kuiona leo nitakuwa mwanadamu nisiyekuwa na utu nikikosa kushukuru. Mwanadamu nisiyekuwa na utu nikikosa kushukuru. Maana adui zangu wamefeli, Bwana amemeni yani pepea. Nitakuwa mwanadamu nisiyekuwa na utu nikikosa kushukuru. Mwanadamu nisiyekuwa na utu nikikosa kushukuru. Maana adui zangu wamefeli, Bwana amevumilia feli, yani pepea. Ai katikati ya baamu uchi Bwana ulinivika, nikapona zile nyingi ajali. Ewe Bwana ulinivusha salama, ulinivusha salama. Milima na mabonde tulikwepo pamoja, ulinivusha salama, ulinivusha salama. Milima na mabonde tulikwepo pamoja. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sikosa kumshukuru Mungu. I would not miss to thank God. Nilikuwa na mimba nikikuwa na shida kugonja mpaka nakuwa najiuliza nijua nini mie tu. I had this pregnancy, getting sick, asking myself, why just me? Depuis nikuye na mimba siaendaka kukanisa. Since I had this pregnancy, I've never went to church. Nikubakia tu na mimi nagonja, lakini nishukuru Mungu na nyimbo tusaidiane sie Mungu. I think I'm going to thank God with the song. Please help me.
asifiwe. Familia yangu tukaribie huku. Kila mwisho wa mwaka nazoea kushukuru nikiwa na familia yangu mbele. I have a habit to thank God with my family. Na niko na familia kubwa. And this day, karibu familia yangu. My family can come forward. Aseme mama anaenda na ule kijana wetu wa mwisho, sijui kama anaenda naye chooni. The mother went with the last born. Ndio. Nasimama hapa kumshukuru Mungu. I stand up here to thank God kwa kazi kubwa ambayo anaifanya katika familia yangu. For the work that he's doing in my family. Katika huu mwaka wa 2025 ambao tunaumaliza. For the entire year. Ni mwaka ambao hakuna mwenye alienda hospitali kwa sababu anagonjwa. No one went to the hospital because they're sick. Tuliendelea kuwa na nguvu na afya nzuri. We continued to be healthy. Tunaishi katika nyumba ambayo gharama yake mtu mmoja akigonjwa hatuweza kuilipa. We live in a house where if one person gets sick, we won't be able to pay for it. Lakini tunatumika na madame yangu, tuko na nguvu na afya nzuri. Hakuna mwenye alishazuiliwa kwenda kazini kwa sababu anaumwa mwaka wote. I and my wife work and nobody has been sick because nobody has not been able to go to work because they're sick. Wakati tuko Afrika tulikuwa tunaambiwa ya kwamba when we were in Africa we were being told that Ulaya au Marekani, America, kukuwa na gari ni kitu cha kawaida, sio lazima usimame kanisani ushukuru. To have a car is simple, you don't have to be in the church. Lakini nilipofika hapa Marekani nilikutana kuko reality tofauti ya maisha. But when I got here I found that the reality of life is a little bit different. Kuna watu ambao niliwakuta, there are people that I found here. Mpaka saizi hawajakuwa na usafiri. To this day they don't have transportation. Mpaka saizi hawajajua kutembeza gari. To this day they don't know how to drive. Wangali wanataabika kwenda kazini. They're still traveling to go to work. Wakuta kwenye snow, baridi kubwa, wanasubiri basi. You find them in the snow, it's cold, they're waiting for a bus. Na ilikuwa miongoni mwa maisha yangu nilipofika hapa. It was a part of my life after getting to America. Lakini leo niko naendesha gari. But today I'm driving. Niko nani, siko bora zaidi ya watu. Who am I? I'm not better than others. Nina gari ya watu 8, tuko watu 7 na familia yangu. I have a car of 8 people. There's 7 of us in my family. Niliweza kuja na familia yangu hapa Lansing kwa sababu najua kuendesha na niko na gari. I was able to come to Lansing with my family because I can drive and I have a vehicle. Siko bora zaidi ya wale ambao hawajajua kuendesha na hawana gari. I'm not better than those who don't know how to drive and don't have a car. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwa hiyo. And so I thank God for this. Kwangu mimi ni muujiza. To me it's miracle. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Isitoshe mke wangu naye nimemfundisha na atafanya driving test Friday. And not enough for my wife, I taught her to drive and she drove. Haiko bora zaidi ya wanawake wengine ambao wanashindwa kwa sababu ya uoga. She's not better than other women who are scared to drive. Kwangu ni kitu cha kumshukuru Mungu sana. To me is something to thank God for. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Ukichukuliwa na mashaka yako na kuna hofu kwamba utakwama, uhesabu ni baraka yake Mungu na utashangaa kwa rehema yake.
Amen. Woo! Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Na mimi ninamshukuru, nataka kumshukuru Mungu kwa dakika moja. For the miracles. Mimi na familia yangu, mke wangu na watoto najua me and my family and the kids. Amen. Ninamshukuru Mungu kwa ulinzi wake. I thank God for his protection. Toka mwezi wa kwanza from January hadi mwezi huyu wa kwanza mwingine tunaingia. To this other year that we just get into. Mungu ametulinda na magonjwa. God protected us with sickness. Maana unajua katika hii nchi ukiumwa, you know that in this country when you get sick, basi utaregrete. You're going to regret it. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the Lord. Kama hujawahi kwenda hospital, if you never went to the hospital, ukapate faktire natoka kule, and you get a bill from the hospital, mambo makuu ambayo Mungu anayatenda. You're not going to understand the goodness of God. Unaona ukifanya mwaka mzima bila kuugua, because if you spend a whole year and not get sick to go to the hospital. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwa jinsi amenilinda, so I thank God for protecting na watoto and my wife and kids. Ninamshukuru Mungu kwa jinsi analinda wazazi wangu ambao wako Afrika na ndugu zangu. I thank God for protecting my family in Africa. Nimeongea nao leo nilipokuwa kazini. One day I was at work. Wako vizuri, wamesherekea sikukuu vizuri. They are good. They celebrated New Year good. Kingine cha zaidi namshukuru Mungu ni kwa familia yangu iko pale Uvira. The other thing I thank God with is my family in Uvira. Mmeelewa mambo ambayo yalipita huko. I'm sure you understand things that went on there. Mambo yalipita, wamoja iliwakutana wako shambani. Things went like this. They were all in the farm. Wamefanya karibu siku 3-4 wakingali shambani, wanalala huko, They spent about 3 days in the farm. They're still in the farm. They sleep in the farm. But I thank God. Niliwapigia masimu wote wamenambia wote wametoka huko wako wazima na sahi wako wazima. They said, oh, they're good. Wengine wamebahatika wakavuka Bujumbura. And some of them were lucky enough to go back to Burundi. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu kuna jinsi familia yangu yote iliyopo Kongo, Burundi, iliyopo hapa Marekani, sote tumevuka mwaka 2025 tukiwa salama. We're good. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwa hiyo. I thank God for sadaka yangu ya shukrani nitaituma kwa kashafu ya kanisa. Thanksgiving offering that we send it. Nina ushuhuda, huyu Yesu kweli anafanya tena na tena, anafanya tena na tena. Haleluya! Mwanajua Mungu alimtendea. Simame tu tucheze kidogo. Maana anajua tu ile